Kwa majina naitwa Charles Fred, mwalimu wa Mashujaa msaidizi. Kuhusu mchezo wa kesho na Simba tumejiandaa vizuri. Mpaka sasa wachezaji wa understand na pia swala mbinu na ufundi timu imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweza kupata pointi 3 muhimu kwa mchezo wa kesho. Kiukweli niseme kwamba tangu tumeweza kujiunga na Mashujaa na mwenzangu Salma Yanga mpaka sasa hivi timu tumeweka sawa kila sehemu. Idara ya ulinzi timu iko sawa, idara ya ushambuliaji timu iko sawa. Ndio maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumeweza kufanya vizuri, na ukiangalia pia muendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao tumeweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kufanya muendelezo mzuri kwenye mchezo wa kesho. Na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana, najua kwa sababu ni timu nzuri ambayo tunakutana nayo, ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote, kuweza kufanya makosa na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri, na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na hali yoyote ambayo Simba watakuja nayo. Ujue unapokuwa unajiandaa kwenye hizi mechi unaangalia na mpinzani ambao unakutana naye. Kwa hiyo sisi kama walimu tumeweza kuangalia ratiba tulikuwa nayo, siku ambazo tulikuwa nazo mpaka kukutana na mchezo. Na timu ambayo tunakutana nayo ni Simba wako bora, umetoka kufanya kuingia finali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tunakutana timu bora. Kwa hiyo kwa muda ambao tumekuwa nao hapa Dar es Salaam tumeweza kufanya mazoezi kuiandaa timu kwa mazoezi, kuweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao. Kiufundi tumepata muda mwingi kuiangalia Simba, mechi nyingi zimecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alivyocheza kwenye mashindano ya CAF basi ndipo anakuja kucheza kama mashindano ya NBC Premier League. Kwa hiyo tunajua atakuja tofauti, lakini sisi pia tumejiandaa kwa hali yoyote ile ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kummanage. Kwanza kabisa tunaamini pia hata safu ambayo iko nayo ya washambuliaji ni nzuri, wana quality players ambao wana uwezo kukuadhibu muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza kwa manage kwa namna yote ile kuweza kuwakabili vizuri, na tumeandaa timu vizuri kuweza kupata pointi 3. Kwamba nizungumzie upande wa kiufundi, hiyo swala hamasa siwezi kulisema sana kwa sababu sio sehemu yangu. Mimi niko hapa kuongea swala la kiufundi. Kwa hiyo mimi kama mwalimu, timu tumeandaa vizuri sana kiufundi kuweza kuwadhibiti Simba na kuweza kushinda mechi ya kesho. Mashauri captain Mashujaa FC. Karibu zungumze na wanahabari. Mmejiandaje mkiwa kama wachezaji, msaikolojia ikoje? Morali ikoje kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Simba? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, kutupa afya njema. Mimi kama kiongozi wa wachezaji wangu wapo kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo, na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye ligi. Mchezo wa kwanza mlipoteza dhidi ya Simba Sports Club mkiwa nyumbani, na sasa mnakwenda kucheza ugenini. Je, saikolojia yenu ikoje na mmejiandaa vipi dhidi ya mchezo? Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Kwa mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine, tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Kwa kwenye mpira of course lolote linaweza likatokea. Inshallah Mungu atasaidia kwa hilo. Kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho, kwenye mpira dakika 90 zitaamua. Of course tunajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo ni timu bora, ni timu kubwa barani Afrika, hilo linajulikana, lakini kila jua lina mwangaza wake, itajulikana itakucha vipi. Kikubwa kwanza unapokutana na timu ambayo ina daraja kubwa ukuzidi, cha kwanza saikolojia ambayo utakuwa umetengenezwa na walimu wako ndio itakusaidia pia utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakavyokutuliza na wewe mwenyewe utakapoingia kwenye mchezo. Mind ndio kitu kikubwa sana mindset kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa asilimia kubwa wachezaji tulionao kwenye timu ni wachezaji ambao wamepevuka kimpira. Sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana la namna ya kucheza. Sio mara kwanza tunakutana na timu kubwa, tushakutana nazo. Ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kutekeleza jukumu ambalo tutakuwa tumepewa. Kwanza tunashukuru uongozi wetu kwenye kila chumba cha mchezaji tumejitahidi kubandika msimamo ule. Kwa mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale. Kwa hiyo inamuongeza mchezaji morali ya kupambana, kujua atupo kwenye nafasi nzuri, tupambane namna gani kuweza kuinusuru timu ya watu.
Malengo yatatimia bila shaka, Mungu atasaidia, malengo yetu yatatimiza. Tumezamilia kuanzia mwanzo wa ligi, tutatimiza malengo yetu inshallah. Kwanza napenda kuwashukuru sana mashabiki wa Mashujaa FC. Ni mashabiki ambao ni nguzo kubwa sana kwa Mashujaa. Tunawapenda mashabiki zetu, na popote pale Tanzania watu wa Kigoma wamejaa sana katika kila sehemu. Naamini hapa Dar es Salaam kesho utaona mashabiki wa Kigoma watakuwepo wa kutosha. Na sio tu watu wa Kigoma, mtu yote ambaye anavutiwa na Mashujaa ni mwana Lake Tanganyika, tunakubali waweze kujitokeza kuja kusupport timu yao moja ama nyingine.